Leo tunafanya makeup kwa mtu mweusi kama hivi ambavyo unaona model wetu huyo hapa, na makeup hii ndo ambayo nitakufundisha hatua kwa hatua. Mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwanza nilimsafisha mteja wangu na kutumia styling soap kwa ajili ya kulaza nyusi za mteja. Endapo utakutana na mteja na nyusi nyingi na hahitaji kuziondoa nyusi zake, basi tumia styling soap, itakupa matokeo mazuri. Kwenye kuchora wanja nimetumia wanja wa penseli kawaida kama hivi ambavyo unaona. Na mara nyingi kama ni mwanafunzi nakwambia tumia wanja wa penseli, ni rahisi kuchora na hata ukikosea ni rahisi kufuta. Tunaelewana? Nadhani hapo mtakuwa mmenielewa. Ni rahisi kuchora lakini kama utakosea ni rahisi kufuta. Kwa hiyo usiwe na haraka, usiwe na wasiwasi, tuko pamoja, nitakufundisha hatua kwa hatua. Baada ya hapo nilijazia wanja wangu upande wa katikati na nitaenda kuuchana ili kupata ule muonekano asilia kabisa. Sawa, nitachana kama hivi, alafu nitaenda kutumia concealer. Mteja wangu mimi ni mweusi, kwa hiyo nitatumia concealer ambayo ni nyeusi. Lakini kama mteja angekuwa ni mweupe, tungetumia concealer ambayo ni nyeupe. Mara nyingi huwa nakwambia unapofanya makeup hakikisha na balance kwenye rangi, kwa sababu usipo balance kwenye rangi ya mteja wako ni rahisi kukosea, hasa kwa watu weusi. Upande wa juu nimeenda kutumia foundation kwa sababu foundation mimi nitaenda kuitumia mbeleni, kwa hiyo itanipa matokeo mazuri na ya haraka zaidi. Sawa? Kwa hiyo nitashape wanja wangu kwa kutumia foundation kama hivi ambavyo unaona. Lakini pia kwa wale ambao mtahitaji makeup set zipo. Kama unahitaji set kwa ajili ya kujifunza ni shilingi 1,125. Kama wewe unahitaji seti kwa ajili ya biashara utachukua seti kuanzia shilingi 200,000, 2,500 kuendelea. Na uzuri ni kwamba ukinunua vifaa kwetu darasa ni bure wiki nzima. Sawa sawa. Utaingia darasani bure wiki nzima. Kwa hiyo nitailaza na nitablend concealer yangu, nitablend foundation yangu kwa kutumia beauty blender kama hii ambayo unaiona. Nitatumia tu muda vizuri kusambaza. Baada hapo nitarudi kutumia poda kwa ajili ya kuificha ile concealer. Concealer una uwezo wa kuitumia kama base. Endapo unapaka eyeshadow yako haishiki vizuri na unahitaji iwe inashika, una uwezo wa kuanza na concealer chini, alafu ukaja ukapaka eyeshadow na itashika vizuri. Pia una uwezo wa kutumia highlighter kuifanya ile mistari yako ya concealer ing'ae zaidi. Kama kutakuwa kuna kitu labda nakitaja haukifahamu au haukijui, na kama nimeonyesha kwenye video hivi labda haujaona vizuri, basi niandikie kwenye comment hapo chini nahitaji kuona kitu fulani, nitakutumia kwa picha, yani yenyewe kama yenyewe. Sawa, upande wa mbele nilipaka eyeshadow ambayo ina rangi nyeupe nyeupe hivi. Sawa sawa. Upande wa pembeni nimetumia rangi ambayo kama ni ya udongo, alafu nitaenda kuchora eyeliner na nitarudi kusafisha zile concealer zangu na kuendelea na hatua nyingine. Sawa sawa. Kitu kizuri au siri ambayo nakupa kwenye makeup, jitahidi kwenye kublend. Makeup inahitaji kublend, makeup inahitaji kubalance rangi, zingatia rangi ya mteja wako. Usiwe na haraka. Kama ni mteja ni mweupe, tumia foundation nyeupe kama ambavyo mimi ninafanya. Kama mteja ni mweusi, tumia foundation ambayo ni nyeusi. Yaani usije ukajikuta unafanya kitu vice versa. Na kama umekosea, rekebisha pale pale mwanafunzi wangu. Na naomba nikwambie kwamba makeup inashabiana. Yaani hatua ya kwanza mpaka ya mwisho ndio itaenda kudefine makeup yetu ni nzuri au ni mbaya. Sasa, kwa hiyo kama hatua zote tutazifanya, let's say kwa 10% basi makeup yetu itakuwa ni 100%. Kama hatua nyingine tutazifanya zitakuwa zina mapungufu, basi yawe ni machache sana ili muonekano wetu usiharibike sana. Kwenye kucontour na kuhighlight nimetumia concealer. Nitatumia concealer katika sehemu ya mshipi wa pua, chini ya mdomo, juu ya mdomo, pamoja na chini ya macho huku mashavuni. Kwa hiyo nitablend hivi. Sasa kwa hiyo nitablend vizuri, nitaisambaza vizuri, nitatumia muda mwingi kwenye kusambaza. Yaani na makeup siri yake ni kusambaza. Blend, blend, blend. Sambaza vizuri, tumia muda wako vizuri. Kwa hiyo nitablend vizuri kama hivi ambavyo unaona, alafu nitakwenda kuonyesha zile hatua zingine ambazo zinafuata.
Kama unahitaji kujifunza zaidi, karibuni sana. Tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki, tunafundisha makeup aina zote, kupamba maharusi na mambo mengi yanayohusiana na saluni. Final nilienda kumalizia na poda. Sawa, nitapaka poda kulingana na rangi ya mteja wangu. Jitahidi kubalance. Sawa. Baada hapo nilienda nikabana na nywele za mteja wangu vizuri. Nitakuja niendelee na setting powder kama hii ambayo nakuonyesha hapa. Ni setting powder. Baada hapo nitambana mteja, alafu nije nikuonyesha ule ambao utaenda kuwa ni muonekano wa mwisho kwa siku hii ya leo. Sawa, kama unahitaji kujifunza zaidi, karibuni sana darasani kwetu. Kwa wale ambao wanahitaji vifaa vya makeup, seti zipo kuanzia shilingi 200,000, 250,000 kuendelea. Au wewe ambao unajifunza makeup, njoo ununue seti ya shilingi 125,000 uweze kufanya makeup yako kuwa nzuri zaidi. Lakini pia ukinunua vifaa kwetu sisi, darasa ni bure wiki nzima. Kwa hiyo nitamblend mteja wangu hivi ambavyo unaona. Baada hapo nitakwenda kumalizia na lipstick. Kitu kingine ambacho nazidi kukusisitiza, unapofanya makeup aidha ni kwa mtu mweusi, jitahidi sana usipake rangi zile za kushout, kung'aa sana. Kuna rangi zingine zinang'aa kiasi ambacho yani mteja anakuwa hapendezi tena au hapati ule muonekano ambao ni mzuri. Vile vile kwenye lipstick, tumia lipstick ambayo imepoa vizuri, ambayo itamfanya mteja awe comfortable. Usitumie zile rangi ambazo zitakuwa ni za kushine sana. Mfano mimi nilitumia nude lipstick, niliblend vizuri. Baada hapo nitakuonyesha ule muonekano wa mwisho kwa siku hii ya leo. I hope utakuwa umejifunza kitu. Mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Muonekano wetu wa mwisho ulikuwa kama huu hapa baada ya kupulizia makeup fix. Mteja wangu alipendeza sana. Karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Kama kuna kitu kinakusumbua, aidha ni kwenye nywele, kwenye makeup, kwenye chochote kuhusiana na urembo, kilicho ndani ya uwezo wangu, niandikie kwenye comment, nitakujibu. Karibuni Farida Beauty Academy, kwaherini.